Ganzi zaidi ni sukari, kisukari. Kwa hiyo akacheki sukari. Kwa sababu moja kati ya dalili za kisukari, sukari inaathiri tena, na hiyo sijaifafanua kwenye tatizo la moyo unaohusiana na sukari. Ndio. Diabetes ina affect viungo vyote mwilini, lakini kuna vitano ambao una affect sana. Ndio. If affect kwenye macho unapata diabetic retinopathy. Huoni. Ndio. Unakuwa kama kipofu kabisa. Ndio. Ukiaffect kwenye moyo unapata diabetic cardiomyopathy. Moyo, tatizo kubwa sana la moyo. Ndio. Ukiaffect kwenye figo unapata diabetic nephropathy. Ndio. Ni shida kwenye figo. Kwa hiyo unaleta shida, figo inavimba, shida. Ukiaffect kwenye neva unapata diabetic neuropathy. Neurons zinakuwa zimekwisha. Unafahamu kabisa kama mgonjwa wa ukoma tu, unaweza kuungua, unaweza kujichubua, unaweza kujikwaa, unatoka damu, huna. Ikiaffect kwenye njia ya uzazi, gonad cells, ikiattack gonad cells, unapata infertility. Hapo bwana hatupati watoto wala wajukuu tena. Kwa hiyo diabetes ni moja kati ya vitu vinavyoleta numbness kupitia kuattack nerve system. Kwa kawaida moyo, misuli yake ina tabia ya kutengeneza umeme wa moyo. Ndio. Sawa? Ambao kitaalamu unaitwa cardiac electrical impulse. Ndio. Na huu umeme unasaidia moyo uendelee kudunda ndende kila wakati, si ndio? Ndio. Sasa inatokea wakati fulani magonjwa ya moyo yanakuwa makubwa kiasi kwamba moyo huu hauwezi kutengeneza umeme wake wenyewe. Ndio. Kwa hiyo wataalamu wamegundua namna ya kuwekea betri ambayo inatoa impulse kama zile za moyo wenyewe. Betri hii ziko betri tofauti. Ziko zinazokaa miaka 2, zinakaa miaka 3, miaka 5. Kwa hiyo ukiwekewa kila baada ya muda huo inabidi ubadilishiwe. Betri inatolewa, inawekwa nyingine. Kwa hiyo hizi betri zinaitwa pacemaker. Kwa hiyo ukiwekea hizi pacemaker zinasaidia moyo uwe na umeme kama kawaida. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna baadhi ya wagonjwa wa moyo wanapelekwa nje, wanapelekwa wapi kwenda kuwekewa betri. Nadhani hata hawa ndugu zetu wa Jakaya Kikwete sasa hivi wanaweka pacemaker. Kwa hiyo anakwenda anawekewa pacemaker. Hiyo pacemaker inasaidia kuongeza umeme wa moyo kama ambavyo ungekuwa kabla. Tukizungumzia stroke, tafsiri yake ni kupooza. Kupooza kunatokana na hitilafu kwenye ubongo. Na hitilafu kwenye ubongo mara nyingi, stroke zilizo common sana ni hemolytic stroke. Na stroke hizi zinasababisha nini sasa? Kwa sababu aidha BP iko juu sana, au kwa sababu mshipa wa damu kwenye ubongo umepasuka. Wewe umevuja damu kwenye ubongo. Ubongo ule, lile pande la damu lililojitengeneza kwenye ubongo limekandamiza sehemu ya ubongo. Sehemu ya ubongo ile haiwezi kuleta coordination kama ilivyo. Kwa hiyo unaziona stroke nyingi ziko hemiplegia. Yaani zinachora mstari kutoka kichwani mwako kwenye pua yako, katikati ya kifua kwenye mguu huku. Upande huku unapooza, huku hakujapooza. Sawa? Stroke nyingine ziko paraplegia, mara chache sana. Ndio. Kiunoni hapa kumepooza huku hakujapooza. Au kumepooza chini, huku hakujapooza. Ndio. Kwa hiyo kupooza kunatokana na kupungua kwa coordination ya ubongo, ya neva. Coordination ya fahamu kwenda kwenye sehemu hiyo. Ndio. Kwa hiyo na ukichelewa mtu asipopata matibabu sahihi basi sehemu hiyo inakuwa haiwezi tena kufanya kazi. Ndio. Lakini matibabu yake ni kwamba kwanza lazima igundulike chanzo ni nini. Unaona wakati ule tulikuwa tunaandikia barua haraka sana za rufaa, wanakwenda wana drill, wanatoa lile bonge la damu lililo kwenye ubongo, wagonjwa wana survive. Sasa Au wengine kwenye uti wa mgongo wanarekebishwa, wagonjwa wana survive. Au wengine wanapewa mazoezi tu kwenye kiungo kile mpaka kina gain taratibu. Ndio. Au wengine wanapewa dawa za BP mpaka BP ishuke. BP inapokuwa juu, stroke inaendelea pale pale mpaka BP ile ishuke. Sukari inapokuwa juu, kisukari na BP na stroke ni marafiki sana. Ndio. BP inapokuwa juu, stroke inakomaa. Sukari inapokuwa juu, stroke inakomaa. Kwa hiyo lazima ucontrol hivi
ndio ikomae, lakini tunachokiogopa sana na kunapokuwa na clot la damu kwenye ubongo, ni lazima aende kwenye hospitali kubwa haraka, afanyiwe operation waweze kutoa hiyo clot. Na huyo mtu anahitaji mazoezi, afanyiwe mazoezi. Unaposhtua neva zile mara kwa mara zinarudi kuwa kwenye function yake ya kawaida. Naomba niulize swali dogo la mwisho sasa. Karibu. Stroke inaweza kurudi? Yaani kwa maana mtu amepigwa na stroke akapatiwa matibabu akaweza kurejea katika hali ya kawaida. Inaweza ikarudi wakati mwingine au ni mara moja kwa mwaka? Hata mara 3, hata mara 4. Lakini wao wataalamu wanasema second or third stroke is more dangerous. Subhanallah. Jinsi unavyoiruhusu irudi ni hatari, baadaye inakwenda na wewe jumla. Kwa hiyo ukipata stroke, ukapata matibabu, zingatia masharti. Nilikwambia yule daktari wa kizungu alikuwa ananiambia sisi wenzenu Mungu anatujalia tunasikiliza na tunafuata sana. Ninyi wenzetu kosa lenu kubwa sana ambalo tunaligundua ni wagumu sana kuzingatia na kufuata masharti mnapoelezwa. Naam. Moyo, tatizo la moyo kwanza ni tatizo la magonjwa yasiyoambukizwa. Na ukubwa wa tatizo la moyo kila kukicha unazidi kuongezeka. Na sisi wa Tanzania na wa Afrika kwa ujumla tumekuwa wazito kufuata masharti na ushauri tunaopewa na madaktari. Na sisi tumekuwa mara nyingi tunachelewa kwenda hospitali kucheki. Unapojihisi una tatizo la kupumua, una tatizo linalofanana na moyo, nenda kacheki, wataalamu wako, vifaa vipo. Na unapopewa masharti katika hili, usile hiki na hiki, zingatia. Na mfumo tunadhani mfumo wa chakula tunaokula tunadhani wa kisasa, tunajiona tumeukata sana. Kumbe hatujaukata, hasi kisasa. Tupunguze mafuta, tupunguze chumvi, tufanye mazoezi. Tukifanya hivyo, moyo kama utakuwepo ni kidogo au utapungua, lakini tusipofanya hivyo, moyo utazidi kutusumbua na magonjwa mengine yatatusumbua, na kwa kweli tutapoteza maisha, tutapoteza wataalamu, tutapoteza wasomi wetu, tutapoteza nguvu kazi ya taifa. Daktari, tumemaliza, lakini kuna neno moja nataka napenda kumuuliza kila mtaalamu anayefika hapa. Umewahi kushuhudia kesi ipi ambayo ilikusisimua katika swala zima la magonjwa ya moyo? Niliwahi nikiwa hospitali ya mkoa nafanya kazi pale. Nilipata mgonjwa mwenye kitu tunaita Fallot tetology. Wakati huo ukumbuka hii hospitali ya mkoa ilikuwa si ya rufaa kwa maana ya kuwa na vifaa kama walivyonavyo sasa. Mgonjwa yule bahati nzuri alikuwa na uwezo wa fedha. Na mgonjwa yule kwa uelewa wangu mdogo niliokuwa nao nikiwa pale, alikuwa anahitaji huduma ya hospitali kubwa ya Muhimbili haraka iwezekanavyo. Na mgonjwa yule niliwasiliana kwa haraka sana na mganga mkuu wangu ili tumsafishe kupeleka Muhimbili. Huwezi kuamini, wale ndugu walitoa uwezo wa kusafisha kwa ndege. Alikwenda kwa ndege mpaka Muhimbili. Alipofika Muhimbili pale walimuingiza theater, wakamsaidia. Hiyo Fallot, tukisema tetology ni kwamba magonjwa ya moyo ambayo yana shida 3 kwa mpigo. Na zenyewe shida 3 sisi kama niliziandika hizi shida 3 kwa mpigo. Wale wakafanya operation chap siku hiyo, mgonjwa alipona. Aliporudi, wale madaktari wa Muhimbili wakanipigia simu wakasema, bwana, tunakushukuru sana kwa kumwalisha mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu ungechelewesha kidogo angekufa. Na bahati nzuri huyo mgonjwa ni kunong'oneza, sitaki kutaja yuko wapi. Sasa hivi ni kiongozi mkubwa wa dini sehemu fulani, mtu mkubwa sana. Mashaallah. Kwa hiyo najisikia fahari. Naam. Kwamba unajisikia fahari ulihusika katika kumsaidia. Yeah. Naam.